Mambo vipi mwanachama wa Ladon Africa, na huu ni mwendelezo wa simulizi yako bora kabisa ya utamu wa bikra. Wiki moja imepita tangu Kevin atoke nyumbani kwa kina Nali. Baada ya kupata nafuu, aliamua kurejea chuoni kimya kimya bila kumwambia mtu yeyote. Alihisi huenda hakuwa na nafasi tena, si muoni mwa Nali wala chuoni alipochafua jina lake. Alipowasili chuoni, mambo yalikuwa tofauti. Watu walimtazama kwa macho ya kushangaa, wengine wakizungumzia chini chini, lakini Kevin alikuwa kimya. Hakutaka tena kupambana na kila sauti. Alikuwa mtu mpya, au pengine alikuwa anajaribu kuwa mpya. Nali kwa upande wake alikuwa anaendelea na maisha yake kwa bidii. Alijitahidi kuonyesha tabasamu, japo moyo wake haukuwa sawa. Usiku mmoja akiwa kitandani, alikumbuka jinsi alivyoona Kevin akiumizwa, jinsi alivyoshindwa kuachana na huruma. Alifikiria mengi. Je, ni sahihi kumbeba tena moyoni? Je, msamaha wake ulikuwa na maana gani kwa Kevin? Nali akafungua shajara na kuandika, nimewahi kumchukia mtu kwa sababu ya maumivu alioniachia, lakini leo najua kuna kitu ndani yangu bado kinanihitaji. Si upendo tu, ni hitaji la haki, la kufahamu ukweli, na labda hitaji la kuona mabadiliko ya kweli. Kesho yake akiwa anashuka darasani, Nali alishtuka kumwona Kevin akiwa pembeni ya jengo la maktaba, ameketi peke yake, uso wake ukiwa umetulia. Walitazamana kwa sekunde chache, macho yao yakiwa na historia nzito. Nali alikosa cha kusema, hivyo alipita kimya. Kevin naye hakusema chochote, lakini ndani ya moyo wake alihisi kitu kikianza kutikisa tena. Siku 3 baadaye, Brian alimfuata Kevin akiwa peke yake nyuma ya ukumbi wa mihadhara. Wewe umegeuka mwema ghafla. Kevin alimtazama bila hasira. Sina muda wa chuki, Brian, nimepoteza vya kutosha. Brian alicheka kwa dharau. Bado unajifanya mtakatifu, ili hali ulijua Nali ananipenda mimi? Wewe si rafiki, wewe ni nyoka. Kauli hiyo ilimchoma sana Kevin moyoni, lakini hakurudisha matusi. Aligeuka na kuondoka, lakini Brian akiwa na hasira na wivu alimsukuma Kevin kwa nguvu. Wakajikuta kwenye ugomvi mkali, mateke, makonde, matusi. Watu wakakusanyika, walinzi wa chuo wakaingilia kati. Tukio hilo lilirekodiwa na wanafunzi, lilienda viral kwenye kundi la WhatsApp la chuo ndani ya dakika 10. Usiku huo barua ya kusimamishwa masomo ilitumwa kwa Kevin na Brian. Barua ikisema, chuo hakiwezi kuvumilia tena tabia za vurugu. Mmepewa nafasi, mmeipoteza. Mnasimamishwa kwa muda usiojulikana. Nali alipopata habari hizo, moyo wake ulijaa maswali. Kwa nini Kevin anarudi kwenye giza?
alilotaka kutoroka. Kwa nini Brian bado anaendelea kumfuata? Nali alijiuliza sana, lakini hakupata majibu. Lakini usiku huo alipokuwa anaandika kwenye shajara yake, aliandika mstari mmoja tu ukisema, msamaha haumaanishi kusahau, ila mara nyingine unaweza ukawa mlango wa mwisho wa matumaini. Barua ya kusimamishwa chuoni ilisambaa haraka kama moto wa nyika. Kevin alikaa kimya kwenye chumba chake cha kupanga, macho yakikodolea dari. Akajiuliza, nimefika mwisho au ndio mwanzo wa hadithi yangu mpya? Brian kwa upande wake hakuridhika hata kidogo. Alijua hajasema neno lake la mwisho. Alisimama mbele ya kioo chumbani kwake, macho yakiwa mekundu kwa hasira. Akasema kwa sauti ya chini, ukidhani umeshinda, subiri, sina mpango wa kushindwa. Nali hajajua kilichomkumba. Nali akiwa sebuleni usiku huo, alisikiliza kimya cha usiku kikimlilia moyoni. Shajara yake ilikuwa wazi mezani, lakini hakuwa na kuandika. Mwishowe alichukua kalamu taratibu na akaandika, nimeshuhudia vita vya wanaume wawili waliopotea kwa sababu yangu. Mmoja anajaribu kubadilika, mwingine anajaribu kunilazimisha kumpenda, lakini moyo wangu haujajua unaelekea wapi. Alipoweka kalamu chini, macho yake yalikutana na picha ya zamani. Yeye, Kevin na Brian wakiwa kwenye tamasha la chuo, wakihema kwa furaha. Alitabasamu kwa huzuni, akafumba macho. Na usiku huo huo simu yake ikaita. Ilikuwa ni namba isiyojulikana. Alipoinua kupokea, sauti ya kiume ilisikika, kuna kitu lazima ukione kuhusu Kevin. Fika uwanjani kesho saa 1 kamili jioni. Ukiamua kukosa, utajuta maisha yako yote. Simu ikakata. Nali alibaki ameshikilia simu, mikono yake ikitetemeka, moyo ukipiga kwa kasi. Alihisi kuwa huu haukuwa mwisho, bali mwanzo wa jambo hatari zaidi. Itaendelea sehemu inayofuata. Je, nini atakachokutana nacho na hali uwanjani? Je, Kevin ana siri gani ambayo haijasemwa? Na Brian anapanga nini? Usichoke kuifuatilia. Asante sana.